Yako Bwana uwe nami. Bwana, hili ni ombi langu. Bwana, hii ni dua yangu. Uwepo wako Bwana uwe nami. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Andika siri ya kumshinda mkuu wa anga. Siri ya kumshinda mkuu wa anga. Labda niwe na utangulizi huu kwako. Unapoona unaishi duniani, kuna mambo mengi ambayo hayaonekani lakini yapo rohoni. Unapoona mtu ameshindwa kwenye vitu fulani, yawezekana ana bidii, usimlaumu kwa sababu ameshindwa. Ni vizuri kujua ni nini kinachosababisha mtu ashindwe. Kuna hata unapoona maisha fulani kwenye maisha yako ya magonjwa, unayaona maisha ya umaskini, kuna wakati hamna kupiga hatua, yaani aidha upo pale pale au umepungua. Kuna vitu ambavyo huwa vinasababisha natokea hayo. Nilikwambia hivi, kuna roho inashughulika na maisha ya mtu binafsi. Yaani hiyo roho imepewa jukumu la kukufuatilia wewe tu. Hata ikienda mahali pengine, najua hapa sio pangu, mimi jukumu langu ni kuhakikisha huyo kwamba anashindwa. Sasa mara nyingi hii roho inayoshughulika na maisha ya mtu binafsi, maana yake inafanya kazi kwa mtu huyo kwenye maeneo fulani fulani, kwenye vitu fulani fulani. Amen. Kama imekazana naye kwenye biashara, inakazana naye kwenye biashara. Kama imekazana naye kwenye afya, inakazana naye kwenye afya. Na ndio maana kila mtu kuna eneo ambalo ni gumu kwake. Kila mtu ana eneo ambalo hilo akitaka kupenya kuna ugumu wa kupenya hilo eneo. Ni kila mtu tu, kwa sababu zipo roho ambazo zinashughulika na maisha ya mtu binafsi. Sasa unaweza ukaingia kwenye maombi ukazishinda hizi roho, lakini kuna kitu kinachoitwa mkuu wa anga. Sasa mara nyingi, cha kwanza lazima ujue mkuu wa anga ni nani, lakini jambo la pili lazima ujue hili anga lipo wapi. Amen. Kwa sababu nikisema tu hapa mkuu wa anga, manake mtu akiangalia ajua anapoliona hili anga ndo anajua ndo lenyewe. Sasa kwenye neno lazima uelewe kila kitu kipo mahali gani. Sasa tunapozungumza mkuu wa anga ama wakuu wa anga, tunasema hizi ni roho za kiutawala. Manake hizi roho, ukiona kuna sheria za nchi, manake hizi roho zinahusika na kuweka sheria. Ndio unaweza kujiuliza, binadamu wa kawaida tu hawezi kusema ushoga una tatizo. Si kama mnanielewa? Lakini hizi roho manake kule zinaamua kanuni, taratibu. Kuna vitu vinaamua watu waishi hivi, waende hivi. Manake hizo roho ndo zinashughulika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaposema mkuu wa anga, ni ile roho ni ile roho inaotawala mahali hapo kwenye ulimwengu wa roho. Manake huyu sio mtu, lakini ni roho fulani ya kiutawala ambaye kama ni anga la mafinga, manake inalitawala anga la mafinga. Sasa kwenye maisha ya maombi na maisha ya uokovu, ni rahisi sana kukemea mizimu ya ukoo. Ni rahisi sana kusema navunja madhabahu, navunja nguvu za giza, lakini si rahisi kwa watu wengi kushughulika na mkuu wa anga ambaye anazuia maombi, ambaye amesababisha mambo fulani yasitokee. Na niliwaambia kinachotofautisha tabia kati ya nchi moja na nyingine, kinachotofautisha tabia kati ya mkoa mmoja na mkoa mwingine, inategemea zile roho zinazotawala pale zinataka nini, zinafanya nini kwa wakati huo, kuna kitu gani zinapigania. Nikakupa mifano. Ukienda kwa watu wa pwani, watu wa pwani wana asili ya uvivu, ni kawaida yao.
Ukienda makabila mengine yana asili ya ukarimu. Naelewa nikisema ukarimu, sio ukarimu ule mnaojua nie, yaani kiasi kwamba hata mkwe wanaweza wakamkarimu mpaka akatembea na mama mkwe. Yapo hayo makabila, sijui kama mnajua hilo. Amen. Ukarimu, yaani wao ni wakarimu tu, wamepitiliza. Kwa wao sio shida. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja, yeye anaishi Umasaini, akaniambia kitu cha ajabu sana. Sasa mimi nilikuwa najua labda yameisha, ni ya kufikirika. Akaniambia wao kule Umasaini, mimi naweza nikaoa mke afu nikaelewana na kaka yangu, ni blaza zangu, kwamba bwana, leo mimi nakuja kulala kwa mkeo, alafu ananipa labda ng'ombe tu, afu namruhusu, bwana, nenda kalale. Lakini kuna nyingine ile naweka mkuki pale, nachomeka tu pap, yeye mwenyewe anajua kule ndani kuna mwanaume. Israeli, unaweza wewe ukikuta mkuki utaingia? Lakini wao wanaishi kwa amani tu. Wakati ukiona message tu titi, nani huyo, nani huyo hii usiku nani? Lakini wao yani ni wakarimu, wamepitiliza, wapo kwenye ukarimu wa kitani tu, ni kawaida. Kinachoamua system za maisha ya watu ni roho ambayo inatawala. Kwa tunapozungumza mkuu wa anga, maana yake ni ile roho sasa, ni ile roho ya kiutawala, inayotawala mahali, inayomiliki mahali, maana yake inaona hapa ni petu. Amen. Na nilikwambia unapoomba maombi Mafinga, mkuu wa anga wa Mafinga ni tofauti na mkuu wa anga wapi? Wa Dar es Salaam. Mkuu wa anga wa Njombe ni tofauti na mkuu wa anga wa Dodoma. Manake mahali unapofanyia maombi ni vizuri ukashughulika kwanza na ule anayetawala kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Usiposhughulika na huyo, unaweza ukajibiwa mbinguni, lakini hapa duniani hakuna majibu, kwa sababu bado mkuu wa anga ana nguvu ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunaposema mkuu wa anga ni roho ya kiutawala. Amen. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hapa tunaona kuna falme, kuna mamlaka na kuna wakuu wa giza. Manake hizi zinazotajwa ni ngazi za kiuongozi katika ulimwengu wa roho, ambazo hizo ndo tunashindana nazo ukishaokoka. Amen. Kabla ya kuokoka, manake zilitukalia, zilitutawala. Tukishaokoka yanageuzwa, kunaitwa kushindana kwetu. Manake kufanya vita kwetu, hatufanyi vita tena na watu. Amen. Na ndio maana nikikuta mtu ameokoka na anagombana tu, hapo kuna shida. Sisemi kwamba hawapo, wapo, lakini hapo kuna shida. Yaani kuna kitu hajaelewa. Mtu akishaokoka, manake adui ameishageuka kwenye maisha yake, sio watu tena. Anaanza kushindana na hizi falme, anaanza kushindana na mamlaka, anashindana na hawa wakuu, anashindana na majeshi ya pepo wabaya. Sasa kwenye hii level ya majeshi wa pepo wabaya, hawa ndo watekelezaji sasa. Zimetangazwa hukumu kwenye ulimwengu wa roho. Kama ametangazwa magonjwa, manake sasa linaingia pepo ndani ya mtu. Lile pepo likishaingia ndani ya mtu, linajitengeneza, linakuwa ugonjwa. Tunazungumza majeshi ya pepo wabaya, yaani vile vitu vibaya, inaingia roho fulani kwako. Inaweza kaingia roho ya kupoteza tu, roho ya kupoteza tu. Siku moja na ndugu yangu mmoja tukawa tumeenda msibani. Sasa yule jamaa alikuwa na 80,000 kama nauli ya kurudia kwenda Dar es Salaam. Hapo tuko Mbeya, jaribu kufikiri. Baadaye tukakubaliana twende sehemu tukale mishikaki. Nikasema mimi nitanunua ya 5,000 na wewe utanunua ya 5,000. Si unajua makubaliano ya namna hiyo. Nadhani mnaelewa maisha ya Watanzania bwana, tunaenda kula sehemu fulani lakini tunapiga pasu kwa pasu.
Tukafika pale kwenye pasu kwa pasu, basi tukakaa kwa nje tunaendelea kula mishikaki. Akang'ata kimoja, nikaona ameingia ndani. Alivyoingia ndani sasa, siji nikajua anaenda kufanya nini huko, nikaona amekaa harudi. Nikasema okay, ngoja niingie huko. Kumbe kuna roho imeisha mwingia, sio ya kula mishikaki tena, ameingiwa na roho nyingine. Nikakuta ana change 200 ana change, kuna sehemu anaziingiza pale. Basi kile kidude siki kinapiga kama mziki. Sasa mimi nikajua analipia mziki. Sasa nikasema we siunge bando tu download. Akasema hapa anapiga hela hapa. Akaingiza nyingine, ikaenda. Baadaye akaingiza, zikatoka kama nyingi. Alipotoa hizo akazihesabu 22,000. Nikasema kumbe hela rahisi hivi Yaani watu wanapata hela kwa kuingiza tu, mnashangaa. Ndio mara ya kwanza na mimi sijawahi kuona, na sio muda mrefu, kwa mwaka jana nafikiri. Baadaye akaanza kuingiza 22,000. Akaingiza. Baadaye akaniuliza, una teni hapo? Nikasema mimi sina. Maana yake zimeisha, wamelamba 22,000, wamelamba sijui na ile 80, sawa Alafu ananiuliza na mimi una teni hapo. Yaani shetani, manake huyu yeye bila kujua kuna kitu ambacho shetani anashughulika naye kuhusiana na uchumi wake. Baadaye akaniambia, sasa kama vipi, nipe teni, mimi nikiingiza hapo wewe nakurudishia. Nikamwambia mimi sina. Ananiambia, mbona nilikuona pale wakati unatoa, mbona 5,000 ile uliichambua katikati ya 10,000? Nikamwambia ni sawa, lakini shida hela za kuingiza huko ndo sina. Ila ukisema tukale mishikaki mingine ninazo, ila za kuweka humu hamna. Nikamwambia ile yote imeisha. Anasema akawa ameishiwa hivyo. Sasa ukweli kabisa wa Mungu, mimi siwezi kusema nilimsaidia nauli, sawa. Mimi nilimwacha kijijini, mimi nikachapa zangu mafinga. Si aliona akiingiza kule ndo kutuli au? Nikaondoka. Nikamwambia sasa bwana mimi nawahi kule kanisani, si unajua washirika wananisubiri. Ngoja nikaendelee kupiga kazi. Sasa hapa inakuaje? Nikamwambia kabomoa kile kidude uchukue hela zako. Maana aliingiza pengine anataka kwenye kutoa tolee pengine. Si unaona shetani alivyo mbaya? Manake na mimi nikitoa, manake sasa shetani anachukua hela na kwangu amechukua na kwa yule. Sasa mimi nikaona tu shetani asifaidike kote, nimwache kijijini. Kwa sijaelewa alirudije, lakini alikaa wiki 2. Sawa Sawa. Amen. Sawa. Mimi ndivyo nilivyo. Na nimeokoka na mbinguni naenda. Mimi ukipoteza hela usije ukategemea utatolea kwangu. Shetani ale kumoja. Au siwezi tukagawana hasara uliyotaka. Mimi hiyo siwezi kidogo. Mungu anisamehe. Naelewana Sasa yule ukimfuatilia sasa historia yake, ni mtu ambaye yeye anapotezaga hela kamali yaani anakula 20 analiwa laki. Huyu amefaidika eti? Hapana. Yaani amekula 20 lakini akihesabu zile alizoliwa ni nyingi. Ila siku akila 20 ile roho inamchochea, inampa matumaini, kesho utapata na milioni. Hako ndo kaandie kikapendaka. Sasa kuna roho ikiwa inashughulika na mtu inaweza ikampelekea kufanya hata mambo sio ya msingi. Ni amjawahi kuona, wewe jiulize, mtu amestruggle, amefiatua hata tofali miezi hata 3, siku anayompa hela anapigia simu marafiki zake wote, anaenda kuwalisha kitimoto. Nafikiri ni ukalimu ule. Mimi mnajua ule ni ukalimu Ule sio ukalimu. Pale ndipo shetani anaposhughulika manake na uchumi wa mtu. Najua kuna kanuni za kiroho ili kumiliki. Naomba nije na mwilini kidogo. Najua nikikaa rohoni kuna watu wanaweza wakaomba ni wakafanya biashara Kariakoo, lakini rohoni Kariakoo lazima uende. Sasa ngoja nije mwilini. Ukija hata mwilini kuna kanuni za biashara. Wewe unafanya biashara ya vitumbua, sawa lazima ujue mtaji wako wa vitumbua ni shilingi ngapi. Ulinunua unga, sijui mafuta na nini. Okay,
baada ya kuuza vitumbua umepata shilingi ngapi? Sasa watu wasiojua kanuni ya biashara, yaani ile hela walionunua unga, sawa walionunua vitumbua yote inageuka faida, ndo anaanza kugawa na ya unga kesho hana. Hapo ni akili tu, sio swala la Mungu. Mungu amekupa akili uzitumie, lakini sio zitegemee. Kwa roho hiyo ikiwa inashughulika na mtu kwenye eneo la uchumi, maana yake hata matumizi, hata kama atapata, atakuwa na mkono wa kupata na kupoteza. Baada ya muda kimepotea tena, lakini alipata. Atasema hapa napanga mambo yangu hapa, kufika mwezi fulani anaenda vizuri na anaweka mipango vizuri, lakini haelewi amechochora wapi na mtaji umeisha na vitu vimeisha. Sasa ili uvishinde vyote hivyo, ili uvishinde lazima uelewe kanuni za rohoni, lakini pia lazima uelewe kanuni za mwilini. Amen. Kuna kanuni za mwilini za biashara, kuna kanuni za mwilini za rohoni. Usije ukajua anavyofundisha hapa neno kwamba kuna mahali nilienda kukaa mbinguni, sasa nilivyokaa kule mbinguni ndo nikarudi. Kuna muda nilitulia kimya mahali masaa, nasoma kabisa hivi Biblia, nasoma afu baadaye sasa, Mungu naomba unisaidie, nasoma. Maana yake kuna jitihada za kimwili zinafanyika nje ya jitihada za kiroho. Amen. Kukaa sehemu moja unasoma hivi kitu masaa 3 4 sio jambo rahisi. Kuna muda mwili unakwambia umechoka, lala kidogo, laza mgongo. Lakini ukijua ya kwamba mimi hatima yangu ipo hapa, Mungu ameiweka, usingizi lazima upotee na uchovu lazima pia upotee. Watu wengi wanafanya vitu bila kujua kwamba kuna ulimwengu wa roho ambao tunashindana nao. Huo ulimwengu wa roho tunaoshindana nao unatuhitaji sisi tuwe watu wa maombi, tuwe watu wa neno, tuwe watu wa ibada. Unatuhitaji. Usipojua kuhusiana na rohoni kinachofanyika, unakuwa umeisha shindwa hata kabla hujaanza kushindana. Ili ushinde lazima ujue uko rohoni kupoje. Tunaposema mkuu wa anga, huyu ni nani? Anafanya kazi gani? Lakini huyu mkuu wa anga yuko wapi? Yuko wapi? Amekaa wapi huyu mkuu wa anga? Hiki ni kitu gani? Hayo unapokuwa unayaelewa, unapopiga maombi yako, hata kama unakemea nguvu za giza kwenye maisha yako, maana yake unakuwa unalenga kwenye kitu ambacho ni sahihi. Amen. Wengi wanaomba lakini hawaombi kitu sahihi. Kwa nini hawaombi sahihi? Hawajui neno. Na Mungu ameweka mifumo ambao wewe uwezo ukatoka nje ya mifumo ya kiungu. Ile mifumo aliyoiweka Mungu, kifuata maombi yatakuwa na matokeo. Amen. Usipofuata mifumo ya kimungu, maana yake uwezo ukapata matokeo ya maombi, hata kama una haki ya kupata, hata kama ni baraka yako. Lazima ulielewe neno kwanza. Sasa unaposhughulika na mkuu wa anga, lazima ujue kuna anga za aina 3. Mwambie mwenzio kuna anga za aina 3. Kuna anga za aina 3. Mwambie tena kuna anga za aina 3. Kuna anga za aina 3. Kwenye anga za aina 3 kuna mbingu ya kwanza. Sema mbingu ya kwanza. Mbingu ya kwanza. Ili tunasema ni anga la kimaumbile. Amen. Yaani linaonekana kwa macho. Yaani mbingu ya kwanza ni kila ambacho ukiangalia hivi juu unakiona. Nikikwambia toka nje, utakachokiona kinaitwa mbingu ya kwanza. Maana yake inaonekana kwa macho ya nini? Ya mwilini. Lakini jambo la pili, kuna mbingu ya pili. Sasa hii mbingu ya pili, ili tunasema ni anga la kiroho, ambapo ndiyo eneo ambalo vita inapiganwa. Takusomea na maandiko. Alafu kuna mbingu ya 3. Hii mbingu ya 3 ni makazi ya Mungu. Sema makazi ya Mungu. Makazi ya Mungu. Maana yake ni huko mbinguni sasa tunakotarajia kwenda. Amen. Kule ambako majibu yanatoka, ndo tunasema ni mbingu ya ngapi? Ya 3. Sasa tuangalie mbingu ya kwanza, ambapo tunasema ni anga la kimaumbile. Hii mbingu ya kwanza ni anga tunaloliona kwa macho, ambalo tunaona mawingu, tunaona ndege wa angani, tunaziona ndege zinapaa huko, tunaona jua na mwezi. Hapo tunapoona hivyo vitu ndipo panapoitwa mbingu ya kwanza. Amen.
Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 20, anasema Mungu akasema, maji yajawe kwa wingi na viumbe wenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Sema na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Katika anga la mbingu. Ndege wanaruka juu ya nchi, lakini ni kwenye anga la nini? La mbingu. Manake ni mbingu ya ngapi? Ya kwanza. Anga la mbingu. Amen. Nataka tuelewane hapo. Amen. Nimesema anga la nini? La mbingu. Anasema ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Kumbe kuna anga la mbingu, lakini wanaporuka ndege si tunapaona? Amen. Kwamba wanaruka pale. Amen. Na ndio maana ukisoma Zaburi 19:1 anasema mbingu za ubiri utukufu wa Mungu, anga la tangaza kazi za mikono yake. Amen. Mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu. Unapoona mawingu unajiuliza kwamba Mungu yani aliwekaje mawingu, yani yanaelea tu, si ndio? Kwa jinsi alivyo mepesi mpaka ndege zinapenya, si angekuwa anashuka hata huku chini jamani? Lakini Mungu ameyatenga tu yale, yani ameyatenga. Ukikapa, unajua hata ukiangalia mawingu ni sehemu ya utalii, wengi hamjui. Kama ukiwa unaangalia huko na mtafakari Mungu kabisa, yani alivyoumba pale, uyaangalia yale mawingu, ni utalii mzuri kabisa kama hujaenda Ngorongoro, Serengeti. Amen. Kuna wakati Mungu ameshindwa kuwapa chansi za mitoko mizuri na mikubwa kwa sababu kwa yale madogo mmeshindwa kufanya utalii. Utalii tena sio wa ndani. Huu ni utalii wa kiroho. Kuna siku wekaa mahali hamna jua, tafuta hata miwani meusi kama jua ni kali, iangalie yale mawingu yalivyo, afu tafakari vile Mungu alivyo. Sijui sasa zamani nilikuwa na vimulimuli au ni kweli. Mimi zamani nilikuwa naweza nikaliangalia jua, sijajua kama naweza mpaka leo, au nikaangalia usiku kwenye mwezi, yaani naona kabisa kama kuna watu au ni peke yangu mimi. Inawezekana nilikuwa na vimulimuli. Nani amewahi kuona hicho? Tena kuna siku kabisa nikaangalia nikasema, mbona kama mbinguni kuna kikao, naona kabisa watu kama wamekaa kwenye meza, kuna jambo wanajadili. Nikasema leo mbinguni kulikuwa na kikao leo. Nimeangalizia, alafu namshangaa Mungu kwa yale ambayo nayaona. Ndio anasema anga latangaza utukufu wa nani? Wa Bwana. Kwa wewe kuangalia tu alafu kumwambia Mungu, hiki ulichokifanya ni kikubwa hiki. Yaani Mungu akiona unayashangaa yale maajabu, lazima na wewe akushangaze kwenye maisha yako. Amen. Wengi hatujui namna ya kumtafakari Bwana. Anasema anga latangaza kazi za mikono yake. Anga. Kwa hiyo mbingu ya kwanza, manake hapa hakuna vita vya rohoni. Hapa tunayaona mambo kama yalivyo. Kama mtu ni mgonjwa tunamuona ni mgonjwa, kama mtu ni mzima tunamuona ni mzima. Manake hapa ni mahali vitu vinaonekana kwa macho, sio vita vya rohoni. Amen. So unajua siku hizi kuna watu yani vita vya rohoni wanaamini. Unaweza ukamkanyaga tu akasema unaona hizi ndio vita za kiroho hizi. Unaona? Yaani amekanyagwa tu anaona yeye ni vita za kiroho. Lakini tunapoongelea ulimwengu wa mwili, yani ni kama hivi tunavyoonana hapa. Sawa Hapa ndo kwenye ulimwengu wa mwili. Hapa hakuna vita ya roho. Amen. Na ndio maana mtu akiutumia ulimwengu huu tuliopo hapa kufanya vita vya roho anashindwa, kwa sababu sio mahali pake. Lakini mbingu ya pili tunasema hili ni anga la kiroho, ni eneo la mapambano. Sema eneo la mapambano. Eneo la mapambano. Sema eneo la mapambano. Eneo la mapambano. Hapa kwenye mbingu ya pili ndipo alipo huyu anaitwa sasa mkuu wa anga. Manake anakaa hapa. Yeye hakai mkuu wa anga, yeye hakai hapa kwenye anga hili unaloliona. Anakaa baada ya anga hili usiloliona kwa macho, manake limejificha. Manake hili ni eneo lisiloonekana kwa macho, lakini ni eneo ambalo ndipo vita vya roho linapopiganwa, ni eneo ambalo ndipo maombi yanapozuiliwa, ni eneo ambalo tunasema ni la kimamlaka. Ndilo linaloamua mambo, linaamua vitu, nini kitendeke duniani sasa hivi, tufanye nini. Ili eneo ndo linaamua. Sasa hili eneo ndo unaliona vizuri pale kwenye kitabu cha Danieli, ile sura ya 10.
Nitaanza na mstari wa 12 mpaka 13. Natamani tusome wote hapa. Sema, ndipo akaniambia, usiogope. Usiogope. Usiogope Danieli, Usiogope. kwa maana tangu ile siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Lakini tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Anasema nami nimemwacha huko. Sasa hapa ni nini? Danieli anapewa taarifa kwamba tangu siku ya kwanza ulipotia ufahamu kwenye moyo wako na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa. Maana yake ile siku ya kwanza Danieli alipowaza tu, ngoja niende mbele za Mungu nimtafute Mungu kwa ajili ya jambo hilo, Mungu alijibu siku hiyo hiyo. Lakini majibu yalipokuwa kija, yalipofika hapa kwenye mbingu ya pili ambapo mkuu wa anga anaishi, hapa ndipo ambapo majibu yalikataliwa. Sasa Uajemi ilikuwa ni dola kama tulivyo Tanzania hapa, sawa Ndio anasema nimemwacha huko na wafalme. Maana yake inawezekana hapa sasa waliitana mkuu wa mkoa, sawa mkuu wa kijiji, sijui wilaya, wote wakaitana kwenye kuzuia jibu la Danieli. Sasa kama maombi ya Danieli yalisikiwa toka siku ya kwanza, maana yake Mungu alijibu toka siku ya kwanza. Na ndio maana neno linasema hivi, hata kabla mjaomba Mungu anajua mahitaji yenu. Maana yake kabla Danieli hajasema lolote mbele za Mungu, hajapeleka chochote mbele za Mungu, kitendo cha kuwa na ufahamu kwamba hili jambo linawezekana kwa Mungu tu, Mungu pale pale alijibu. Kwa nini? Alikuwa anajua shida Danieli. Sasa shida kwa Danieli ikawa ni kupokea majibu. Pale katikati amezuiliwa na ule mkuu wa anga. Ndio nikakwambia hili ni eneo la mapambano. Maana yake mbingu zilitoa majibu, lakini majibu yalizuiliwa kwenye mbingu ya pili au kwenye ulimwengu wa roho, mahali ambapo mkuu wa anga anaishi. Ukisoma kile kitabu cha Waefeso ile sura ya pili mstari wa pili, sema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Anasema mliziendea zamani kwa kumfuata, anasema kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu. Kumbe kuna kawaida ya ulimwengu, kuna vitu ambavyo dunia inafanya ni vya kawaida, lakini anasema kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Maana yake kule kwenye anga kuna mfalme anatawala. Kwa yale maisha ya zamani ya kabla ya kuokoka ulikuwa unamfuata mkuu wa anga, lakini maisha ya baada ya kuokoka, ili ushinde vita vya rohoni, inahitaji usimfuate mkuu wa anga. Ndio maana neno likasema usifuatishe namna ya dunia hii. Maana yake unapoufuata ulimwengu, unapoifuata dunia, unapofuata anasa za dunia hii, unapofuata tabia za dunia hii, maana yake ni kwamba unamfuata shetani ambaye ndio mkuu wa anga. Unaufuata utawala ambao haupo chini yake tena. Sasa tunapookoka hatumfuati tena mkuu wa anga. Tunapookoka tunamfuata Kristo, kwa sababu tayari tuna akili ya rohoni. Amen. Ukiona mtu ameokoka na bado anaendelea na maisha ya dhambi, anaendelea na maisha mabaya, anaendelea na maisha yasiyofaa, maana yake huyo
bado haongozwi na Roho Mtakatifu. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu hauwezi kufuata namna ambayo dunia inaenda. Amen. Dunia ina demu, si ndio? Na yeye aliokoka anasema huyu ni demu wangu. Inakuja huku kuna mke na mume tu, hamna cha mambo ya girlfriend, sawa wala hakuna cha mambo ya nini, ya boyfriend. Huku kuna mke na mume, ila kule duniani ma girlfriend, ma boyfriend wapo. Lakini tunapoingia kwenye uokovu mambo yanageuka sasa. Amen. Tunaanza kuwa na mipaka ile ya kijinsia. Kwa huku nje ya mke kuna dada na kaka. Kuna watu mnaniangalia. Mbuyo huwezi kuwa kama mchicha ila ulianza kama mchicha, ila hauwezi kuwa kama mchicha. Kwa hiyo na mtu aliyeokoka aweza akafanania pia na mtu ambaye bado hajaokoka. Amen. Ila wote yawezekana tulianza tukiwa hatujaokoka, tabia zinafanana. Baada ya kuokoka, manake kuna kitu cha tofauti lazima kitokee kuonyesha kwamba maisha yale niliyokuwa nayo huko nyuma nimeacha. Mimi nataka niwaambie hivi, maombi yote utakayoomba mbele za Mungu, sawa Unisikilize hii sentence itakusaidia. Ni 25% tu Mungu anakupa kwa sababu umeomba, ila 75% ni utakatifu. Amen. Nirudie tena. Amen. Unaweza kuwa na maombi unang'oa milima, sawa unang'oa madhabahu, mnang'oa na nini? Tajeni vyote. Ng'oa hata ubongo na mifupa yako, sawa ila kama hilo halipo, kuna vitu ambavyo haviwezi vikatokea. Shetani anamwogopa mtu mwenye Mungu ndani yake, anamwogopa mtu mwenye neno. Mtu aliyeamua kuishi maisha yale ya kujikana, huyo ndo mtu anayemwogopa shetani. Ukiona na maisha fulani na urudi nyuma, sawa, ni swala la muda tu. Shetani amekuwekea mtego ambao utarudi nyuma. Kwa hiyo hatuifuati kawaida ya ulimwengu ili tumshinde huyo mkuu wa anga. Maana yake tukifuata kawaida dunia inavyoenda, maana yake huyu mkuu wa anga atakuwa tena ana uwezo wa kutushinda kwa sababu tumekabidhi maisha yake chini yake. Lakini pia jambo la tatu, kuna mbingu ya tatu. Nimekwambia hapa ni makazi ya Mungu. Hii ni mbingu ya utukufu. Hapa hakuna vita. Amen. Hapa kuna hukumu na amri. Amen. Manake Mungu anakaa hapo kwenye mbingu ya tatu. Ni makazi ya Mungu, kule ambako siku moja tunatarajia kwenda. Ndo hapo panaitwa mbingu ya ngapi? Ya tatu. Ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili, napokuambia kuna mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni vizuri uandike, utachanganyikiwa. Tamwambia mtu kuna mbingu ya tatu, atakuuliza ipi? Nithibitishie kwa bandiko. Jambo lolote thibitisha kwa neno. Amen. Wakorinto wa pili 12:2 sema, namjua mtu mmoja katika Kristo, namjua mtu mmoja katika, yapata sasa miaka 14, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu, mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Mpaka mbingu ya tatu. Mpaka mbingu ya ngapi? Ya tatu. Maana kuna ya kwanza, kuna ya pili na kuna ya tatu. Lakini kwenye hii mbingu ya tatu, hapa ni mahali pa amani. Amen. Mtu akifanikiwa kufika huko, hamna vita, hamna magonjwa. Yaani kama hapa duniani ulikuwa unapenda bata, basi bata huko utazikuta nzuri zaidi. Nanielewa? Unajua sasa hivi unaweza ukahisi labda tunaishi kwa raha, lakini nataka kukwambia hii dunia ni tabu tu jamani. Wewe leo nenda, chukua leo, sema nataka ni refresh nikaogelee. Utakaporudi utalala usingizi umechoka totoro, kana kwamba ukwenda ku refresh tena. Ukisema nataka niende labda angalie mechi, si ndio? Utakaporudi labda ulishangilia. Kuna watu kanisani amshangilia, lakini kwenye mpira hiyo piga hiyo hapo hujaona goli, ingia uwanjani wewe.
uone kama goli linaonekanaga lile. Sasa lakini ukirudi chochote duniani utagundua kama mwisho wa siku ni kuchoka tu. Amen. Lakini tukifika siku moja kwenye hii mbingu sasa, hii mbingu ya tatu kwenye makazi ya Mungu, tukifika kule tunapewa miili mipya ambayo sasa hiyo haichoki. Amen. Yaani kama ni mwanuke, labda sijui kama kuna magari kule, lakini nafikiri yatakuwepo, kwa sababu unajua si nani yule nani Elia alibebwa na gari la moto yaweza yapo, lakini sio kama ya duniani. Lakini hata ya magari tunaita vyombo vya nini, vya moto. Kwa hiyo inawezekana ni idea kutoka wapi? Mbinguni. Kwa magari mbinguni hapo, ndio maana kuna gari la moto. Sasa yawezekana siku hiyo bwana mwanuke umefika kule mbingu ya tatu, upo kwa Bwana, yawezekana utaendesha hata wiki, lakini utakapofika utaona uko vile bila kuchoka. Lakini leo nikiendesha mimi gari mpaka Dar es Salaam nimechoka. Kwa hiyo ndio maana ikafika sehemu mwandishi wa Mithali akasema mambo yote ni kujilisha nini? Upepo. Kwa sababu mwisho wa mambo yote ni kuchoka. Amen. Utatafuta hela uwe nazo nyingi, uko bize, utanunua mashamba, utajenga nyumba. Kuna siku watakaa watu watatu wanasema tugawane mali za marehemu, kwa sababu mwisho wa mambo yote ni kufanya nini? Ni kuchoka. Kwa chochote tunachokihangaikia inakuja saa ya kuchoka. Ukiwa na laki sasa hivi ukiwa kijana ni tofauti na laki ukiwa mzee una miaka 90. Kwanza ukifika ile miaka 90, kama ndo Mungu amewajalia watoto wako, ukipewa laki itakaa ndani kama chakula kipo una matumizi. Haya, mpe mwanuke laki sasa hivi. Kwanza bando 10,000. Natoa mfano tusina kama mwanuke maana yupo hivyo, lakini atakumbuka kwamba kuna mtu alinipaga ka 20, inabaki shingapi? 70. Kuna umri ukifika hata kukopa uwezi, kwa sababu umechoka. Mwisho wa mambo yote kuchoka. Kwa hata mimi naongea hapa, kuna siku nitakuwa mzee. Wataulizwa watoto, leo kanisani amehubiri nani? Wanasema amehubiri babu. Wakati sasa hivi wanasema mchungaji, baba. Baadaye watasema amehubiri babu, kwa sababu mwisho wa mambo yote ni kufanya nini? Kuchoka. Ni kuchoka. Mwisho wa mambo yote duniani ni kuchoka. Hilo lazima ulijue. Kwa hiyo unapowekeza kwenye maisha yako kiroho na kimwili, wekeza katika mambo ambayo hata mwili wako utakapochoka utakuwa na vitu vya kujivunia mbele za Mungu. Amen. Mimi nimekutana na wazee ameokoka, lakini ananiambia natamani nirudi tena niwe kijana. Muuliza uwe kijana ufanye nini? Nasema niwe kijana ili nimtumikie Mungu. Kwenye ujana alikuwa anamtumikia nani? Si ni kumchosha Mungu bure huko Sasa unasikia hapa jua, yani kule sasa kwenye mbingu na kuambia habari za kwenye mbingu, hiyo makazi ya Mungu. Amen. Ambako ndiko Yesu alisema mimi ninaenda kuandaa makao. Kule ni mahali pa amani, hamna vita ya kiroho. Amen. Ndio maana nawaambia hivi viongozi wangu ambao tunafanya kazi pamoja. Amen. Ukitaka kuchunga kanisa takatifu, sema kanisa takatifu. Kanisa takatifu lisilo na dhambi, watu wote wamekamilika. Omba ufe uende mbinguni ukawe mchungaji. Kule utamchunga Musa, utamchunga Elia, utamchunga Yakobo na watakatifu wengine waliokufa zamani. Amen. Sawa, wale hawana matatizo, wapo mahali pa nini? Pa amani. Lakini ukikaa hivi kanisa hilo unalolitafuta hilo kwenye akili yako, hilo halipo hilo popote. Nanisikia? Ndio maana kanisani kuna watu wa aina, sisemi hivi kwamba watu watende dhambi, unanielewa? Tunajitahidi kuhakikisha hatutendi dhambi. Lakini ukitaka kabisa ni una watu 100, sawa wote 100 wako safi, hilo kanisa na wahakikishia lipo mbinguni kwa Baba, kwenye mbingu ya tatu, tukaabudu huko. Ila kanisa la duniani ni zahanati, ni kituo cha afya. Sawa ili Yesu anaporudi anakuta watu wametibiwa waende mbinguni. Amen. Ndio maana kila siku hatuchoki kusema usitende dhambi. Amina. Sawa? Amen. Sawa jamani. Amen. Kwa hiyo lakini kama unasema mimi
Hapa sio mahali pa kufukuzana. Toka. Ni mahali pa kurekebishana. Ili Yesu anaporudi, na hizi taji tutakazopata mbinguni pia, taji zingine Biblia simesema heri wapatanishi wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Shida ingia wapatanisha na wapatanisha ndoa tu. Hata watu wanaishi kati ya mwanadamu na Mungu ndo watakaoitwa wana wa Mungu. Umepatanisha wangapi? Wewe si upo kiroho? Wangapi unawafanya wawe kiroho kama wewe? Sasa hivi kuna watu wa ajabu wameokoka. Wameokoka. Yaani kama hivi akikutana na kama huyu, umekuja mwenyewe, simama hapo. Akikutana na kama huyu anamwambia Bwana asifiwe, ninaona roho chafu ndani yako. Wewe unaonaga hata roho safi nilionayo tu. Wewe unaonaga roho chafu tu kwa watu. Ukiona watu utaona hapo wameanguka tu, yani uwazi jema. Mbona neno linasema hivi, nayajua mawazo ninawawazia ninyi ni mawazo ya amani. Kwa mtu mwenye tabia za Mungu anawaza amani kwa wenzie. Amen. Anawaza mazuri kwa wenzie. Amen. Kwa nini ukimwona mtu mwazie vibaya tu? Hayo ni mambo ya katikati ya kwenye mbingu ya ngapi ile? Ya pili. Kwa wewe ukitaka kujua upo kwenye mbingu gani, jiangalie maisha unayoishi. Asante, barikiwe. Shakusahau hapa. Jiangalie maisha unayofanya nini? Unaishi. Kwa hiyo tuna mbingu tunawazungumzia ulimwengu wa mwili, tuna mbingu tunazungumzia anga lisiloonekana kwa macho, sawa? Amen. Na kuna ile tunayozungumzia kinachoonekana kwa macho, lakini tuna mbingu mbili hazionekani kwa macho. Kuna mbingu isionekana kwa macho, ni mahali pa amani na majibu yetu tukiomba yanatoka huko. Amen. Na kuna mbingu ambayo hiyo sasa yenyewe haionekani kwa macho, lakini ni mahali pa vita. Sasa nimekwambia tunachokiangalia ni siri ya kumshinda mkuu wa nini? Wa anga. Ni siri ya kumshinda mkuu wa anga. Lakini lazima tujiulize swali, hivi Mungu kwa nini asitutolee huyo hapa tu? Eti jamani, si kuna mkuu wa anga Kwa nini Mungu hajamtoa? Yaani kwa nini Mungu ameweka mfumo, ameacha hapo kuwe na mkuu wa anga katikati? So kuna watu wanajiuliza kwa nini Mungu asiondoe tu magonjwa? Au ni hamjawahi kujiuliza? Mungu si anatupenda jamani, au? Amen. Kwa nini asiseme tu nimefuta magonjwa duniani? Nimefuta umaskini duniani, nimefuta vifungo. Yaani tukaishi kwa raha, kuna amani tu. Mimi nawaambia hivi, isingekuwa shetani ameruhusiwa hapa duniani kufanya kazi, sisi wanadamu tulio na kiburi hamna ambaye angeokoka. Kila mtu kuna vitu vilimleta kwa Mungu, lakini hivyo vyote Mungu anavitumia ili tumjue. Sasa cha kwanza ambacho ukielewe ni hiki: Mungu hafanyi kazi nje ya mfumo aliouweka. Amen. Hafanyi kazi hivyo. Maana yake mbingu zina utaratibu, zina njia ya majibu na zina mfumo wa vita. Mbingu zina utaratibu, zina njia ya majibu na zina mfumo wa vita. Nimekwambia Mungu hafanyi kazi nje ya mfumo. Amen. Maana yake Mungu kuna mifumo ameiweka ambayo inatakiwa tuifuate ili Mungu afanye kazi. Amina. Kwa sababu Mungu akifanya kazi nje ya mfumo, maana yake Mungu anakuabudu wewe au muabudu Mungu. Kwa mifumo hii Mungu ameiweka kwa ajili ya wanadamu kumfuata. Wengi wanafikiri Mungu anafanya kazi kwa hisia. Najua nawapaga mfano. Mimi kama alinishukia Roho Mtakatifu sijui, na kama alinishukia Mungu pia sifanyi nini? Sijui. Ila nikiwa sijui Kiingereza, sawa Sasa siku hiyo tu nimekaa chumbani, nikasikia wimbo kanipitia, ulikuwa tena nawapaga mfano wa Celine Dion. Tere 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 love you. Yaani alivyokuwa akipanda zile, na mimi nikaanza kuomba mpaka nikalia. Sasa
Sasa nipo chuo nikasikia wimbo, nikasema wimbo usikia wapi? Nikauliza ameimba nani? Sasa naanza kuangalia na maneno yale, kumbe anapenda mpenzi wake. Labda alinishukia na mimi nimpende mpenzi Yesu, lakini nikaomba na nikalia, kumbe sijui Kiingereza. Sasa hisia ni kitu cha ajabu sana. Kinachokufanya wewe ulio kitendewa vibaya ni hisia, unahisi nimetendewa vibaya, sawa na kinachokifanya ujue kwamba sijatendewa haki ni hisia. Kuna wakati mtu anaweza kaa na mume wake na mke wake, yaani hisia zikaanza kumwambia tu huyu anachepuka. Nadhani mnaelewa, si ndio? Israeli, unaelewa hayo? Na varangati likainuka, sio kama mtu ameona, amehisi hisia. Sasa wengi wanafikiri na Mungu anafanya kazi kwa hisia. Mungu anafanya kazi kwenye mifumo, sio kwa sababu mimi nina huzuni nikimwomba Mungu bila kufuata mfumo wa kiungu, usije ukajua Mungu ndio atafanya kazi. No, hata kama nina shida namna gani, kama nipo nje ya mfumo wa kiungu, hilo jambo haliwezi likajibiwa, hata kama mimi napita kwenye shida. Maana yake kuna mifumo ya baraka Mungu ameweka, na kuna mifumo ya laana pia ni Mungu ameiweka. Ndio ameshasema ukifanya hili nitakubariki, ukifanya hili utalaaniwa. Amesema kwa nini? Anazungumzia mifumo. Na wao kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 14 mstari 33. Sema Mungu ni Mungu wa ni Mungu wa utaratibu na sheria za rohoni. Ni Mungu wa utaratibu na sheria za rohoni. Sasa kwenye hii Wakorintho sema kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Anasema Mungu sio Mungu wa nini? Wa machafuko. Maana yake hii mifumo Mungu ameiweka ili machafuko yasiwepo. Amen. Na ndio maana kwenye kanisa kuna taratibu zipo ndani ya kanisa. Amen. Ambazo zinatokana na Biblia. Mzee wa kanisa ni nani? Shemasi ni nani? Mchungaji ni nani? Msaidizi ni utaratibu Mungu ameweka kuzuia machafuko. Amen. Vipi tungekuwa tunakuja hapa ibadani tunasema sisi wote ni wachungaji, sawa eh? Kwa hiyo siku hiyo Israeli kaandaa ujumbe, ni mchungaji. Dani ana ujumbe wake. Alafu nani? Blani naye ana ujumbe wa kwake. Alafu wote tunafika, Bwana ametusemesha, tuna ujumbe. Alafu tukifika hapa wote hatuwezi kushuka. Blani anasema nitatoa ujumbe wangu. Isaya anasema na mimi nitatoa, Mungu ndiye aliyenisemesha na mimi nitatoa. Tunafika hapa sasa. Anaanza Blani, lazima umtolee Mungu. Na mimi nipo kwenye maiki yangu pembeni, lazima muishi maisha matakatifu. Anasogea mwingine anazungumzia mkuu wa anga kwa mtu mmoja. Sasa hii mifumo Mungu ameiweka kwa ajili ya kutusaidia, anataka tuende kwenye mifumo hiyo. Amen. Kwa hiyo unapoomba unataka kumshinda mkuu wa anga, maana yake unatembea kwenye mfumo wa kiungu. Amina. Lakini pia mbingu ya pili au mahali pa vita ya kiroho ni uthibitisho wa msimamo wa kiroho ulionao. Maombi yoyote unaopeleka kwa Mungu lazima yapimwe. Umemaanisha? Siku moja nikaingia kwenye maombi na jamaa wangu mmoja, akasema bwana mtumishi, nilikuwa nikiomba Mungu ameniongoza kabisa niombe na wewe. Na mimi niliposikia Mungu amemuongoza nikaogopa, nikasema Mungu, mimi ni nani hata unasema na watu wako kama niombe na huyu mtu? Nikaanza kuomba na yule jamaa serious, nikaanza kuomba naye, nakwambia habari ya uthibitisho wa msimamo ulionao kuhusu maombi. Kwenye kuomba naye, baadaye akasema mtumishi, toka tuanze kuomba, yaani Mungu mpaka leo yupo kimya tu hajajibu. Nikamwambia tulia, Mungu anajibu, wewe tulia tu. Lakini lile jambo nilikuwa siwezi kulianzisha mimi, kumwambia kwamba bwana, katika tunayoomba labda Mungu amenionyesha kitu fulani, siwezi kuanza mimi. Kuna vitu ambavyo ni sensitive. Huwezi kuja wewe kwa mimi mchungaji ukaniambia mimi nipo namuomba Mungu sijui anipe mke mwema, mimi nikwambie mke wako huyo hapo sijaribu.
kwa sababu hata Mungu mwenyewe alipomaliza kuumba Adamu mwenyewe ndo aliyesema huyu ni nyama katika nyama zangu, mifupa. Hakusema Mungu katika mifupa yangu ataitwa Eva, maana yake mama wa wote. Unaelewa maana yake nini? Hayo mambo hata Mungu alijitoa kidogo. Wewe mwenyewe upambane na hali yako. Mnanielewa eh? Amen. Kwa hiyo usije ukaja hapa ukafikiri mimi Mungu atanipitishia maono mimi nione mume wako mke wako ukome. Utachagua mwenyewe ili mkitwangana huko, sawa? Usije kusema mchungaji ndo ulinipa wewe. Yaani singekuwa yule. Mimi ukija nakuuliza wewe unamuonaje? Mimi naona Roho anakushuhudia, nasema amina, mbarikiwe na Bwana, azeni process. Imeisha hiyo. Sasa tukaanza kuomba na ule jamaa. Akanambia sasa baadaye wakati tunaendelea na maombi, akaja tu katikati ya maombi akasema, mtumishi, nahisi ni Roho wa Bwana ananivuta. Anakuvuta nini? Kuna mtu nimeonana naye moyo wangu kafanya pa. Nikasema na mimi sasa nikamwambia, kwa hiyo ukapasuka au? Yaani moyo ulishtuka pale, nikahisi ni nguvu za Roho Mtakatifu zinaniambia kitu. Nikamwambia moyo ukafanya pa, nataka kujua zaidi hiyo pa. Sasa ni basi tukamshukuru Mungu. Sikumuuliza mimi ni nani, tukamshukuru Mungu. Tulipomaliza kushukuru kama baada ya wiki, nikasema ndugu yangu tumeomba. Sasa baada ya kuomba na mimi nione moyo ulipofanya pa. Wewe bwana wewe. Akaja yule mwanamke sasa kutofautisha hisia na Mungu anasema. Akaja sio mbaya. Vaeni tu, haina shida, sawa Lakini mimi najaribu kutoa mfano. Sio kama umekuja hapa na ile ndani yako ndefu ile ukaanza kusema leo nimesemwa, si aliniona mimi. Akaja na kuambia sasa, mdada amevaa inakuwa na kama vimishale huko nyuma. Sio amevaa zile dada mwenyewe. Na mimi toka ninapomuona mbali nasema hakika Bwana amesema. Bwana asema anatembea namna hiyo yule dada. Yaani na kanavyoongea wakina kampani hizo saizi. Wanawake ndio bla vituko sana. Habari hizo saizi. Mimi ikabidi niseme tu nzuri sister. Habari yako na wewe? Nzuri. Tukakaa sasa tunazungumza, namuuliza bwana, hebu nitambulishe vizuri ndugu yangu. Akanambia huyu binti anaitwa fulani. Yule binti kama sikosea alikuwa anaitwa Husna. Nikasema inawezekana alikuwa Muislamu akaokoka. Kamba sawa dada Husna, unaabudu wapi? Akasema mimi ni Muislamu swala tano kabisa. Roho alisema swala tano. Nikasema lakini sipendi sana mimi kuwa tu judgment, yaani ni jaji kitu haraka, inatakiwa tuone mwisho wake, mwisho wa jambo sio na Nikamwambia lakini kuna nabii mmoja nawaza moyoni aliambiwa kaoe Kaaba, inawezekana mtumishi amemsemesha. Nikamwambia okay, kwa hiyo wewe Husna sasa una huyu bwana mmekutanaje? Sasa utapeli ni mbaya. Akasema mimi huyu tunafahamiana. Sasa hivi tunawasiliana ni mwaka wa pili. Ananiambia nije kanisani atanioa. Alafu tulikuwa kwa jambo. Mimi nafunga na mtu mtapeli. Yaani ana mtu anataka ajustify ujinga wake, sawa kupitia mimi eti tuliomba. Na Mungu akamjibu. Samdada si ajui. Basi na mimi nilivyosikia hivyo nakazana. Kwa ninyi ni wapenzi wa muda mrefu. Yaani wa muda mrefu kweli. Unampenda? Nampenda. Namuuliza na jamaa, na wewe unampenda? Anafanya
Yaani amekuwa mkali, sio anaitikia kwamba ile tena ya amani. Unampenda? Nampenda. Amekuwa mkali. Nikamwambia okay, basi Mungu awabariki. Husna, nimefurahi kukufahamu. Nafikiri Mungu akitupa neema tutaonana tena siku nyingine. Basi mimi naomba niende. Sasa hapo ukumbuke mimi nachokifanya nalinda ushuhuda tu. Hapo usikubali rushwa. Unanisikia nikisema usikubali rushwa Usikubali rushwa. Ukila rushwa kuna siku nao utateketea. Walivyo wajanja, yani inaonekana pale walipiga simu, muandae chipsi mayai, muandae na kitimoto, kwa sababu nilikuwa ninajua mimi napenda kitimoto. Sasa kabla hatujala majadiliano yameanza, nikanyanyuka nikasikia, mtumishi, kula chakula chako. Nikamwambia, mtumishi, sili chakula cha miungu, mimi naendaga. Nikaendaga. Jioni nikamfuata. Nikamwambia, wewe, na nataka nikwambie kuhusu hisia. Nikamwambia, niambie ukweli. Wewe huyu mwanamke mnafahamiana muda. Kwa nini sasa tuliingia kwenye maombi? Si ungesema tu nina mtu tumuombe Mungu. Kwa habari ya mtakasa, yani mimi nilikuwa natafuta amani ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ila toka tumeomba maombi yale, yani nina amani kwamba ule ndo mke wangu na atabadilika tu. Nikamwambia, okay. Basi kamwambie mchungaji wako. Maana Samia uliyekuwa naomba ni mshirika mwenzio. Kamwambie mchungaji wako. Jamaa yuko moto Kibati. Akaenda siku hiyo, baba nina jambo. Mimi nilivyosikia hivyo kwanza bidi kakimbia. Asije akasema alikuwa na mimi. Kwa sababu anaweza kanishusha vyeo vyote ninavyoheshimika. Unajua usije na mtu mjinga ofisini kwangu. Kwa sababu ukija naye na ana ujinga, mimi najua kabisa niye mnafatana. Na ushuhuda, niliingia kwenye maombi. Nilipoingia kwenye maombi na mtumishi, tukaona kabisa natakiwa kumwoa binti fulani, isipokuwa baba, Roho amenielekeza ile binti ni wa Kiislamu. Hata mtumishi anajua. Naona simu yangu inaita, nikasema leo amenichomea utambi. Kama sijapigwa huko sijui. Mchungaji na alikuwa mkali yule. Kama huko sijapokea vya moto sijui. Nikafika pale. Mimi nilimkana kwa herufi kubwa. Mchungaji alipomaliza nikasema, huyu ni pepo huyu. Nikasema huyu ni pepo, anayeongea sio yeye, linaongea pepo. Mimi sijaomba naye maombi kama hayo. Tuliomba maombi anataka mke, habari ya Husna ilikuwa imekuja baadaye. Ndio maana nimesema akwambie wewe mchungaji wake ndio uamue. Sasa anasemaje ni mimi tena? Ananikonyeza jamaa. Sasa bibi ananikonyeza, naambia usinikonyeze. Naambia mchungaji ananikonyeza huyo. Kuwa genuine. Sasa unanielewa Eli mtu akuchukia lakini umebaki na Mungu. Tulivyotoka sasa pale, kwa sababu naye mchungaji kama baba akawasha moto. Sasa ule moto ulivyowaka unawaka kwa sisi wote. Yaani hauchagui. Washa moto kwangu, washa moto kwake, washa moto kwangu. Toka ndio papo sisi. Toka tupo njiani, akaniambia ni msaliti wewe, kizabi za bina, snitch wewe. Nikamwambia sawa, mimi ndo snitch wa Yesu mwenyewe. Utajua mwenyewe kimpango wako. Sasa tukaanza kujibishana ile kiraia sasa. Kimpango wako nendaga tu, kama urafiki uishe tukakubaliana tukaenda. Yule jamaa ikawa mara yake ya kwanza na ya mwisho kukanyaga kanisani. Baadaye tukasikia amebadilisha dini. Baadaye tukasikia amefunga ndoa ya huko. Hivi ninavyokuambia leo ni kichaa kabisa. Nimesema ni kichaa kabisa. Alipataje kichaa sasa? Nikusimulia hiyo. Yule alipoingia kule akagundua kule kuna uwezekano wa kuoa wake wangapi unajua? Akaona mbona huku mchongo huu wenyewe. Hii imani nimeotea hii. Mchongo wenyewe. Mwanamke akamwambia hivi, siku utakoniletea mke mwingine nakwambia nitakuroga wewe. Akajua anamtania. Akasema dini inaruhusu, una cha kunifanya sunna.
Akapata kabinti kengine kadogo kadogo, akakasogeza. Mwanamke anamwambia mpe talaka huyo mwanamke. Akasema wewe, nitakuendea mahali nikufiatue wewe, mpe talaka huyo mwanamke. Suna dini inaruhusu, lakini msiroge waume zenu, sawa Huko kwa Yesu hamna kurogana. Maana kuna watu mkijua inawezekana, afu baba amechepuka, mama ameroga. Huko kwa Yesu tunasamehe, sawa sawa jamani. Akaenda kale kamama bwana, mpaka mimi nimewahi kuzungumza nako. Kakaenda sijui wapi, Tanga huko nasikia, kakamfyatua. Nikichaa kabisa, nikikwambia nikichaa kabisa wa kuokota makopo. Mtu aliyekuwa ameokoka ananena kwa lugha, sawa ni mwinjilisti wale, Bwana atashusha moto siku ya mwisho, na yale masauti mazito. Leo amerogwa kichaa kabisa. Sasa niliposikia hivyo nikasema, unajua ukimkosea mtu inatakiwa ukaombe msamaha. Kwa sababu na mimi nilienda, sawa si nimesikia nikichaa, nikasema hakuna, mimi nina Yesu bwana, mimi nina Yesu bwana, lazima nikakemee pepo hizi za kichaa zitoke. Kemea. Nikikemea ndo kwanza anatoa na maudeni. Kemea. Baadaye nikakemea, nikasema pepo mzungumze, kuna shida gani huko? Zikasema huyu hatumwachi. Alikuwa mtu mzuri, ametuunguza sana, ametuchoma sana. Kuna wenzetu ni vilema sasa hivi mapepo. Si mnasemaga nakata mkono kwa jina Yesu, nakata mkono. Wewe kata tu, subiri, kata, nakata mkono, nang'oa kichwa na mguu, uwe majivu Sema kuna wenzetu ni vilema, wengine hawana kichwa, wengine hawana miguu. Pepo moja likasema mimi nina jicho moja, alinitoboaga huyu. Sasa nitoke niende wapi? Ili tutoke, labda yule aliyetutuma humu, yule aliyetutuma. Na mimi nikagundua ukikosea kwa mtu lazima utubu. Nikaenda sasa kwa kale kamama kwa niaba ya ndugu yangu, nikakafata. Unajua tujitu tunatotumia nguvu za giza ni tujeuri. Nilipofika tu akaniambia, mtumishi, unafikiri sikukumbuki? Nakukumbuka. Wewe si ndo likataa chipsi zetu. Umemwona mwenzio alivyo sasa hivi? Nimemuona. Inabidi uwe mpole, usimuzi bosi. Sawa unatumia hekima kwa sababu unajua sasa, yani yeye hapo nani kashika makali, mwingine kashika mpini, nani? Si tupo kwenye makali. Nikasema sasa bwana, unajua mlianza kwa upendo. Mimi naamini sasa hivi ukimsamehe tu atajirekebisha. Akasema unajua mimi nilivyoumia wewe, yani mimi nikimuona hivyo ndo nafurahi. Ndo unataka kuniharibia furaha yangu? Nikasema hapana, Biblia imesema samehe 7 mara 70. Kumbe ndo nimeharibu kabisa. Nilivyotaja Biblia, bwana ningetafuta kifungu cha upande wa pili, pengine kinge. Sasa tena umetumia neno Biblia, sasa namuongeza, nampiga kingine. Ongea na yule mama, akakataa. Maana yake nini? Yesu anapokuokoa wewe anakuwa ametumia gharama kubwa, na gharama aliyotumia ni uhai wake tu, ambao haufanani na kitu chochote. Kwa hiyo kila Mkristo mmoja tu anaporudi nyuma, nataka nikwambia, yani Yesu anaona bado maumivu yale aliyokuwa anasulubiwa kama anasulubiwa leo. Ndio maana alimwambia Sauli, mbona unanirudisha tena msalabani? Maana yake kwenye mateso. Yesu akikuokoa, akikupa vitu vya kiungu, akiviweka ndani yako, ukikiri kwamba nimeokoka, pale yani tunaporudi nyuma kwenye maisha yetu, maana yake tunaurudisha ule uchungu aliokuwa nao msalabani. Kama alichomwa mkuki ubavuni, maana yake Yesu anasikia maumivu tena kwenye nini? Kwenye mbavu zake anasikia maumivu. Kama aligongelewa ile misumari inarudi tena. Na furaha ya Yesu
ni kuona watu wanaokoka, na ndio maana mbingu anapookoka mtu mmoja, Biblia inasema mbingu huwa zinaacha kila kitu, zinashangilia. Zinachoshangilia kwa sababu kuokoka kwa mtu mmoja ndo kupungua kwa maumivu ya Yesu mpaka leo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima uelewe Mungu anafanya kazi kwenye mifumo. Unataka fedha, unataka mke, unataka mume, lakini unamtaka kwenye mifumo ya kiungu au kuna mifumo yako ambayo umeiweka? Wengi wanaondoka nje ya mfumo. Nilikuwa naongea siku moja na mwanuke. Kuna wakati huwa tunaongea kama mchungaji, kuna wakati tunaongea kama blaza. Na mimi napenda kuna wakati awe kama blaza ili afunguke. Akasema, wewe mchungaji, hivi kuna mwanamke siku hizi usipompa hera mnaweza mkafika kwenye ndoa? Hivi wapo hawapo? Niye semeni wenyewe. Wangapi wanasema wapo? Wanawake wenyewe hawanyoshi. Ninyi wanawake, wangapi mnasema wanawake wapo? Ninyi wanawake, wangapi mnasema hawapo? Na bora usinyoshe tu, maana unaweza kuwa umeharibu hapa soko lako. Kilichopatikana kwa maombi kitalindwa, kilichopatikana kwa fedha kitalindwa. Nadhani mnanielewa hiyo kauli. Akasema sasa hivi hapo. Nikajua tu hapa mjomba, hapa yani kuna mahali hapa bila hela hatutembei. Bwana asifiwe. Kuna kitu najaribu kukufundisha hivi. Mifumo ya kimungu haitegemei vitu vinavyoonekana kwa macho. Mifumo ya kimungu vinategemea vitu visivyoonekana kwa macho. Mimi nimewahi kuwa na rafiki yangu mmoja hivi, sawa sitamsema jina. Alikuwa na hamu ya kuoa, lakini kuna mtu anamtazamia kwamba atamuoa. Lakini yule mtu haeleweki, sawa Baadaye ghafla akaniambia hivi ikiwa naendelea mitikisiko, akaniambia ghafla, bwana mimi nimepata mtu. Nikamuuliza, unamjua? Akasema simjui. Sasa unajua kibinadamu lazima wanamjua mtu Baadaye akasema, bwana mimi nimeamua naendaga hivyo hivyo. Akaoa huyo na ni mke wake, wanaishi vizuri. Wakati huku ilikuwa shida, ni matatizo, yani kila siku kunakuwa na matatizo ya kilo 3 mpaka 20. Sasa huyu akimoa huyo mpaka anafika miaka 80, atakuwa na miaka mingapi? Lakini Mungu akamletea mtu amfahamu vizuri, hakuna cha nini, lakini pia ni mke mzuri. Mifumo ya kimungu inafanya kazi tofauti. Unaweza ukakata mahali ukajua kuna kitu chako hapo, kashangaa kitu chako kipo mbali pia. Sasa Mungu ana mifumo yake ya kufanya kazi, na ndio maana hili anga la katikati lipo ili wewe ufanye kazi ndani ya mfumo wa kiungu. Hili ndio jambo ninataka nikufundishe leo. Siri kubwa ya kumwangusha mkuu wa anga ni continuous prayer, maombi endelevu. Hakuna mtu anayefanikiwa kumwangusha mkuu wa anga akiwa hana maombi endelevu. Wengi wanaomba kwa hisia, mpaka aone leo mume wangu amenikwaza ndo anaingia kwenye maombi. Akiona biashara haiendi vizuri ndo anaingia kwenye maombi. Lakini consistency ya maombi, uendelevu wa maombi ndo unaomfanya mtu awe na uwezo wa kumwangusha mkuu wa anga. Kwa hiyo hatuombi kwa sababu tuna matatizo, hatuombi kwa sababu tuna mahitaji. Tunaomba kwa sababu tunajua ndo mfumo wa maisha ya rohoni unatutaka tuombe. Amen. Mfano kwenye kitabu cha Danieli, ukisoma ile sura ya 10, Biblia inasema toka siku ya kwanza
Mungu aliyasikia maombi ya Danieli, lakini Danieli anakuja kupata majibu siku 21 ndo anapata majibu. Manake siku ya kwanza mpaka 20 Danieli hakuona majibu, japokuwa mbingu zilijibu siku hiyo hiyo Danieli aliyoomba. Kilichofanya majibu yaje kwa Danieli ni kwa sababu Danieli hakuacha kuomba hata kama haoni majibu ya kile anachokiomba. Watu wengi hawana kitu kinachoitwa mwendelezo wa maombi, consistency, continuous prayer. Unaweza ukaomba leo usione chochote, unaomba kesho lakini hauoni chochote, unaomba kesho kutwa uone, lakini kwa kadi unavyoendelea kuomba ndivyo anga linavyolegea kwako, na ndivyo mkuu wa anga anavyoachia. Manake kama Danieli angeomba siku ya kwanza, angeomba siku ya pili, angesema nimekata tamaa liwalo na liwe, manake huyu Danieli asingepata majibu. Kilichomfanya Danieli apate majibu ni kwa sababu aliendelea kubaki kwenye maombi toka siku ya kwanza mpaka 21. Amen. Manake huyu anayeleta majibu alimkuta Danieli yupo magotini. Watu wengi waliookoka wanafikiri Mungu anafanya kazi kwa mifumo ya kihisia. Mungu hafanyi kazi kwa hisia. Mungu anafanya kazi na mtu ambaye ameamua. Kama unaomba, kama unaomba uchumi, kila siku endelea kutamka uchumi. Naelewa? Kila siku endelea kutamka uchumi. Kwa kadri unapoendelea kutamka ndivyo ulimwengu wa roho unavyoachia. Kama unaomba mke, unaomba watoto, unaomba kila siku wewe tamka, kuwa na mwendelezo wa maombi. Ukiangalia kwenye kanisa la kwanza utagundua kulikuwa na tatizo kwa watu wa Mungu. Na tatizo lililokuwepo kwa watu wa Mungu, walikuwa wanapitia vipindi vigumu vya kuuawa, wanapitia vipindi vigumu vya kuwekwa kwenye magereza. Sasa likageuka hilo jambo ni la kawaida, ni utamaduni. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Nitasema machache lakini wewe utasoma kwa muda wako. Ukianza mstari wa kwanza anasema, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda vibaya baadhi ya watu wa kanisa. Sema kuwatenda vibaya baadhi ya watu wa kanisa. Sema kuwatenda vibaya baadhi ya watu wa kanisa. Baadhi ya watu wa kanisa. Anasema panapo majira yale yale. Manake kumbe kulikuwa na majira ambayo Herode alikuwa na kawaida ya kuwatendea vibaya watu ambao ni wa kanisa au watu ambao wameokoka. Anasema Herode akafanya mikono yake kuwatenda vibaya baadhi ya watu wa kanisa. Sikiliza mambo mabaya aliyofanya. Sema akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi aliendelea kumshika Petro pia. Na siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyochachwa. Hao wakina Yakobo waliouawa ni watu wa kanisa. Mnaelewa maana ya watu wa kanisa ni yeye? Ni watu kama wewe waliomwamini Yesu. Maana yake kulikuwa na nafasi ya shetani kuwatendea vibaya wanaomwamini Mungu. Leo tunaweza tukatendwa vibaya kwa magonjwa. Leo tunaweza tukatendwa vibaya kwa ndoa zetu kuvurugika. Wewe fuatilia sasa hivi. Kama kuna kitu ambacho ni hatari, ni watu wachache ambao ni kweli kabisa, wanatembea kwa amani, ile amani ya ndoa ni wachache. Mnajua hilo? Wengi wanavumilia tu. Amen. Sasa mimi huyu mwanaume ameisha nimalizia ubinti, nimezaa naye watoto 2, shepu yangu sasa imeisha, akiniacha nitateseka sana, inabidi mtu aendelee tu. Lakini kiukweli kama kuna eneo shetani amelipiga ni kwenye ndoa. Fuatilia tu. Anasema kuwatenda vibaya. Sasa kutendwa vibaya ni vile vitu unaweza kuona vipitia ambavyo shetani ameviachilia pamoja na kwamba umeokoka. Hao walikuwa ni watu wa kanisa. Akuishia hapo. Petro ambaye alikuwa ni kiongozi wa kanisa, huyu ndo kiongozi wa kwanza wa kanisa, na yeye mwenyewe akakamatwa akaweka gerezani. Hapa akawekewa askari wanamlinda Petro.
Sasa waliokuwa wanamlinda, jumla ya askari walikuwa ni 16 wanamlinda Petro. Maanake Petro sasa amekamatwa, ameweka kati ya askari 16, yaani yupo gerezani na bado kuna askari wanamlinda, alafu akafungwa minyororo miwili Petro. Yaani jaribu kufikiri namna gani kanisa lilichukiwa. Unajua ninyi minyororo mnaiona kimwili, unaweza ukawa unatembea hivi, lakini kuna minyororo imewekwa kwako, hauwezi kupiga hatua fulani, lakini unatembea. Sasa hili jambo lilikuwa ni jambo ambalo linaonekana la mwilini. Kama unavyoyaona maisha yako ni matatizo ya kimwili, kama unavyoona magonjwa ni matatizo ya kiafya, sayansi labda inasema hivi. Na ndivyo hivyo ilikuwa kwa Petro. Yupo kule gerezani, Petro yupo amefungwa kule, hana mwanasheria, amefungwa kabisa gerezani, hakuna mtu wa kumtetea. Manake ni mahali ambapo ukisikia alikuwa gerezani, manake huyu amehukumiwa, anasubiri tu ifike siku ya hukumu na yeye atendwe vibaya kama wengine. Lakini kwa sababu kanisa lilijua namna ya kushindana na mkuu wa anga, kulikuwa hamna namna, lazima Petro atoke gerezani. Amen. Na hakuna aliye kiroho anayejitegemea kwa kila kitu peke yake. Hata mimi mchungaji hapa, kuna vitu ambavyo lazima niombe na ninyi. Tunapoomba wote, maombi ya pamoja, tumesema tufunge, ni nguvu ni tofauti na wewe ukiomba mwenyewe. Amen. Na ndio watu wa Mungu, labda tusome Matendo ya Mitume 12:6-9. Sema hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakalilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jivike nguo yako unifuate. Biblia inasema akatoka nje, alafu akamfuata. Lakini ukirudi hapa nyuma, anazungumzia cha kwanza, panapo majira yale. Manake kuna majira shetani huwa anakusudia kulipiga kanisa, ni kawaida yake, ni utamaduni wake toka kanisa la kwanza. Kwa unapoona kanisa limepigwa kwenye maeneo fulani, usije ukajua ni kitu kigeni. Hapana, ni kitu ambacho kipo, kilikuwepo na kitaendelea kuwepo. Lakini ukisoma hii sura ya 12 inazungumzia kwa habari ya kanisa likamwomba Mungu kwa bidii. Kanisa kumwomba Mungu kwa bidii, maana yake waliomba mara ya kwanza, Mungu akawa amenyamaza kimya. Nitafutie huo mstari uliye na maiki. Waliomba mara ya pili, Mungu akawa amenyamaza kimya. Wakaomba mara ya tatu, Mungu kwa kadri walivyokuwa kiendelea kuomba kwa bidii, ndipo Mungu akasikia maombi. Anasema minyororo ikamwanguka. Ni ile Matendo ya Mitume 12:7. Okay, rudi nyuma, nataka nyuma kidogo. Sasa mwendelezo wa maombi, unajua maandiko yanasema hivi, je, swaumu niliyochagua sio hii, kuviregeza vifungo vya nini? Vya uovu. Sasa minyororo kuanguka, maana yake iliregea. Amefungwa minyororo, kwa nini inaanguka? Kwa sababu imeregea. Kwa hiyo kuna aina ya maisha haitalegea kwenye maisha yako mpaka wewe na mwendelezo wa maombi. Yaani ni mtu wa maombi, upo kazini, hata kama unafanya kazi sijui wapi, tafuta muda binafsi wa kumwomba Mungu, kae na Mungu, tafuta huo muda. Uwe na saa kwamba hii hapa ninaiheshimu. Ni kweli nipo mbali na mahali pa ibada, hapa pamenikuta nipo kazini, lakini Mungu, nimeweka muda huu, nitakuwa na kutafuta. Ukiwa unafanya consistency, utashangaa chochote unachokifanya unafanikiwa kwa urahisi. Kwa nini unafanikiwa kwa urahisi? Ndio kwa sababu mkuu wa anga akija anakuta kuna nguvu, wewe umejichaji. Unajua maombi yapo hivi. Kwenye gari
kuna kitu kinaitwa otoneta. Wewe ni fundi wa magari, si ndio? Otoneta ile ndio inahusika na kuchaji betri, si ndio? Otoneta kwa sababu inahusika na kuchaji betri, otoneta ikifa automatic ile betri sitakuwa ichajiwi, betri itaisha nguvu. Sasa maombi yalivyokaa kwa mtu ni kama mfumo wa otoneta. Ukiacha kuomba, ile nguvu ya maombi iliyo ndani, iliyo ndani yako, kama ulikuwa unaomba, itakusaidia kwa muda fulani. Na otoneta ikiacha kuchaji, gari linazima hapo hapo. Alizima hapo hapo. Na wewe ukiacha kuomba, sio kama vitu vitakufa hapo, yatakupeleka mwendo fulani, lakini baada ya muda utapata anguko baya. Kwa hiyo elewa, maisha ya kiroho ni mstari wa ngapi? Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Soma hapo. Basi Petro akalindwa gerezani. Sema basi Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa. Hivi kuna watu, naomba rudia tena. Basi Petro. Sema basi Petro akalindwa gerezani. Akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kwa unapoona malaika anakuja anamtoa Petro, unapoona minyororo inaanguka, ni kwa sababu kanisa liliomba. Kwa kuna mambo hayatatokea kwenye mji wa Mafinga mpaka kanisa limeomba. Amen. Kanisa limeomba, limemtafuta Mungu, limekuwa na nia moja. Lakini kuna mstari wa 10 mimi huwa naupenda sana huu, kwenye Matendo ya Mitume. Sema na walipopita kundi la walinzi wa kwanza na wa pili wakafika hadi mbele ya lango la chuma la kuingilia mjini, nalo lango likawafungukia lenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika wa Bwana akamwacha. Anasema lango likafunguka lenyewe. Lakini ni maombi yaliomba kanisa. Anasema lango la chuma. Kuna mambo yako rohoni kule yamekaa kama lango la chuma. Yes. Ili yafunguke yenyewe yanahitaji mwendelezo wa maombi, uwe nayo, ujaze nguvu. Tunapokuwa hata na maombi tunasema tunafunga kanisa, chukua kwa uaminifu, funga, omba. Amen. Maombi ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya mchungaji. Ni kwa ajili ya usalama wako, ni kwa ajili ya maisha yako. Kuna vitu havitatokea mpaka umekuwa mtu ambaye umejizatiti kwa Bwana. Anasema lango la chuma likawafungukia lenyewe, maana alikuguswa. Kuna baraka ambazo zinafunguka zenyewe kwenye maisha, wewe hujazitafuta, zinakujia, maana lango la chuma limeondoka. Hiyo ndo nguvu ya maombi. Sasa hili lango la chuma lilikuwa la kimwili, mnanielewa? Linahusiana vipi na maombi mpaka lifunguke lenyewe? Manake kuna vitu vipo mwilini ni vya kiroho, vimesimama hapa mwilini vya kiroho, lakini ili viondoke tunahitaji kama kanisa tumtafute Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kufunguliwa kwa malango kwenye maisha yako kunategemea sana na msuli wako wa maombi. Na kueleza ukweli. Amen. Kunategemea na msuli wako wa maombi. Mimi wanawaambia watu, hata ukiona nguvu ya giza imekurudia, kuna mahali una tatizo, sio Mungu. Mungu kwa asili hana matatizo. Mungu kwa asili yeye anavyo vitu vyema kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo kuanzia kesho tutakuwa na siku 21 za maombi ya kufunga. Amen. Tukimtafuta Mungu kwa habari ya kufanya vita na kumiliki. Tamani kuwa na kitu mikononi mwako ambacho useme Bwana amenifanyia hiki unapomaliza mwaka huu. Bwana asifiwe. Maana yake asiye na afya apate afya. Na ndio watu wa Mungu asiye na uwanja apate uwanja, mwenye uwanja ajenge. Amen. Yaani wote
tunapomaliza tuwe na vitu ambavyo tunaweza tukamshuhudia Bwana. Kwa tunaanza maombi ya siku 21 kesho. Ni hiari yako kufanya kwa uaminifu, na ni hiari yako pia kuto kufanya kwa uaminifu. Lakini mimi ninachojua, walio waaminifu mbele za Mungu wana thawabu. Hauwezi ukaichukua baraka ya mtu mwingine. Hata nikuwekee mikono hapa, lakini jua kabisa kimaagizo wewe una jukumu kwa habari ya maisha yako. Unajua watu ni rahisi sana kuamini kwamba kuna watu wataniombea, ila sio rahisi kuamini kwamba kuna watu watanifanyia kazi na nitapata hela. Kwa nini kwenye kazi tunafanya? Kwa sababu hamna mtu wa kufanya badala yako. Na kwenye maombi ni hivyo hivyo, hamna wa kuomba badala yako. Mwenye uchungu na maisha yako ni wewe kwanza. Amen. Na nisikia watu wa Mungu Amen. Kwa hiyo tumalize mwaka huu tukiwa washindi. Tunaweza tukasimama. Maombi yangu yafike kwako, uliopondeka utadhalau, ni haja yangu. Inua mikono yako. Kiu yangu nifanane nawe, nifanane nawe, ni maombi yangu afike kwako, moyo uliopondeka
Mwambie Mungu vile vitu ambavyo unahitaji akutendee kwenye maisha yako. Mwambie Bwana yale ambayo unayahitaji kwenye maisha yako. Mwambie Roho Mtakatifu yale ambayo unayahitaji. Neema yake ipo, inatenda kazi kwenye maisha yako. Upendo wake ni wa ajabu, haulinganishwi na chochote, haufananishwi na chochote. Neema yake Mungu wetu inatosha kuwafanya mambo yote yawe upya, maisha yawe mapya, hatima iwe mpya, kusudi lako liwe jipya. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, nipo hapa, ninakuhitaji wewe, ninakuhitaji Mungu wangu, ninakuhitaji Mwokozi wangu, ninakuhitaji mfalme wangu, ninakuhitaji ngome yangu, ninakuhitaji uzima wangu, mwenye kuponya afya, mwenye kuponya maisha, mwenye kuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha na wakuu. Mwambie Bwana, wewe ndiwe nguvu zangu, ninakuhitaji wewe peke yako, ninakuhitaji wewe peke yako, ninahitaji neema yako pekee, ninahitaji nguvu zako pekee, ninahitaji msaada wako pekee, ninahitaji kibali chako pekee, ninahitaji uweza wako pekee. Mungu uliye wa pekee, Mungu uliye na haki, Mungu mwenye uwezo, usiyelala, usiyechoka, usiyesinzia, mwenye kujishughulisha na mambo yetu, mwenye kujishughulisha na vitu vyetu, mwenye kujishughulisha na mahitaji yetu. Wewe ni Baba usiyechoka, wewe ni Baba usiyelala, unayejua shida za maisha yetu, unayejua mapito tunayopitia, unayejua namna tunavyopita, unayejua namna tunavyoenda katika mambo magumu. Wewe Bwana ndipo mahali ulipo, na neema yako ndipo ilipo. Bali tusipoona njia, ndipo Bwana unapofanya njia. Bali tusipoona mwanga, ndipo unapoachilia mwanga. Maana wewe ni nuru ya ulimwengu, maana wewe ni nuru ya ulimwengu, mwenye kutufanya kuwa nuru. Bwana tusaidie, utusaidie Bwana, utusaidie Yesu. Kuna mahali ambako tumezuiliwa, sasa tunataka kwenda. Kuna mahali ambapo tumesimama, vimewekwa vikwazo, sasa tunataka kwenda. Kuna mahali ambapo hatuoni kesho, hatuoni hatima, sasa tunataka kwenda. Tunataka twende na wewe Yesu, tunataka twende na wewe Mwokozi. Utusaidie Bwana, utusaidie Yesu, utusaidie Mwokozi. Roho Mtakatifu utusaidie, Roho Mtakatifu utusaidie, Roho Mtakatifu utusaidie, utusaidie Mungu mwenye uweza. Kuna vikwazo vimesimama, lakini kwako Bwana kuna majibu ya vikwazo hivyo. Tuondolee vikwazo. Tunaendelea kuomba, endelea tukuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Natamani niombe na wale ambao wanafanya biashara, hata kama ni mdogo, tuwe sogea. Wale ambao wanafanya biashara, sogea hapa. Mungu mtakatifu, natamani niombe na wanaofanya biashara. Wewe umeshaanza kufanya, ambao wanafanya biashara,